Mimi kwa majina naitwa Sofia Mbacha au jina maarufu Mama Mbacha. Wamama wa Nyansubi, wala sio wa Nyansubi, sehemu nyingi, wamama wameshakuwa na uelewa wa kutafuta pesa kwa ajili ya kusaidiana ndani. Tunaambiwa kwamba wamama tusilale, tusiwategemee wa baba tu, ili tuweze kusaidiana. Hiyo mikopo ambayo inazungumziwa ni kweli kabisa. Sasa hivi tangu mwaka jana, sijui ni mwaka juzi, imekuwa changamoto nyingi mno. Unakuwa ni mzunguko mrefu. Yaani ule mzunguko ni wa kuonyesha kwamba ili utakapokuwa unaenda unaambiwa hivi, unaenda unaambiwa hivi, unakata tamaa. Sasa matokeo yake wakina mama wanaingia kwenye ile mikopo ya kausha damu mpaka wamama wanakimbia. Sasa hapo inaonyesha kwamba sisi wamama huku tusiokuwa na ufahamu tunaanza kumlalamikia bibi maendeleo au na watendaji wa mitaa au wakata kwamba ndio wanaotunyima hizo pesa, lakini shida inaonekana ni kule jinsi walivyojipanga kule juu. Wao hawana mamlaka ya kuweza kusema toa hela bila kule kukubali. Kwa hiyo hili wakati mwingine wamama tunataka kuwachonganisha na watendaji wa huku chini waonekane ni wabaya, kumbe huko juu ndio unakuta mmeweka vigingi vizito. Mtu wanakukagua karibu mara 3 mara 4 kutoka kule wilayani. Jamani, sisi tulikuwa tunaomba. Wengine tunania, mimi umri wangu umeenda lakini nina uwezo wa kufanya kazi. Hata wale ambao mnaona kwamba yaani mimi naona uchungu sana jamani. Tunaomba wamama, hata vijana wapo wana uwezo wa kufanya kazi. Sasa ajira imekuwa ajira. Anakuta mtu ana uwezo wa kufanya ile kazi, hana pesa ya kuweza kuendesha ile biashara. Atafanyaje? Matokeo yake wanaingia kwenye mambo ambayo sio mazuri. Mimi nilikuwa naomba hili mkuu wa mkoa uliangalie, umeshakaa hapa. Hilo sio la kusema labda huku chini. Hapana, wakae walitengeneze vizuri. Kama mtu akiomba mkopo kweli wana nia ya kuwasaidia wakina mama, wana nia ya kuwasaidia vijana, wana nia ya kuwasaidia wakina baba, basi ndani ya mwezi watu hao wanapata hizo hela, sio mpaka mara umekosea vikaenda vikarudi vikazunguka. Naombeni, mimi nawakilisha. Kwa majina naitwa Mtumishi Danieli Ikango. Mheshimiwa mama yetu Rais alitoa fursa kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo kwa zile pesa ambazo zilitolewa halmashauri, kwa kila halmashauri za 10%, ya kwamba waunde vikundi wafanyabiashara wadogo wadogo kisha wapatiwe zile pesa. Lakini upande wangu mimi, kwa wananchi naongoza na kuwasimamia, hakuna hata mwananchi mmoja aliyeweza kupata ule mkopo. Wananchi wale wamejitahidi, wamejichanga, wakatengeneza vikundi, wakatengeneza katiba, wakafungua akaunti, lakini mwisho wa siku wanakuja kupewa masharti magumu ya kwamba kupata ile pesa mpaka umejenga. Sasa swali langu Mheshimiwa, nikataka nipate kwako, je, pesa zile ni za watu wa namna gani au wa level ipi ili waweze kuzipata hizo pesa? Mheshimiwa Rais alihimiza sana vikundi na makundi maalum kupata mikopo. Alihimiza pia vitambulisho vya ujasiriamali kuwawezesha vijana kupata mikopo ya riba nafuu. Na kwa niaba ya kundi la watu wenye ulemavu na wasiojiweza, naomba nikuwasilishie ili tupate ufumbuzi wake. Asante. Kuna vigezo ambavyo vimewekwa kwa ajili ya kutolewa mikopo kwa maana ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Kwenye robo ya kwanza tulishatoa mikopo kwa vijana yenye thamani ya shilingi milioni 714,600. Lakini tulitoa kwenye hiyo awamu ya kwanza upande wa wanawake tulipewa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 738. Lakini kwa watu wenye ulemavu tumetoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 35. Lakini kwenye awamu ya pili ambayo imeisha wiki 2 zilizopita, tumetoa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 873,800, ambao wanawake tumewapa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 448 na vijana tumewapa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 426. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kweli vikundi ambavyo tunavizungumzia vipo vingi, na changamoto ambayo wanaizungumzia kwamba wanazipata kwenye kata inawezekana kweli zipo,
lakini wanapoomba mikopo ile kwenye kata, kuna ngazi mbalimbali ambazo zinafanyika. Sisi kama halmashauri ya manispaa Kahama tutaendelea kutoa elimu kwenye kata zote ili tuweze kuhamasisha vijana, wanawake ili waweze kupata mikopo hiyo. Lakini hili swala la mikopo, unajua mimi huwa napata ukakasi pale ambapo anajitokeza mtu kwa bahati mbaya, kwa uelewa wake, anasema kwamba sisi tumekidhi mahitaji yote, tumekwama wilayani au halmashauri, maombi yote yanaenda kwenye idara ya maendeleo ya jamii, ambao kwenye kata tuna wawakilishi. Hao wawakilishi kazi yao ni kuibua vikundi au kuvibeba na kuviinua vikundi ambavyo vipo, lakini pia kuwashauri na kuhakikisha kwamba wanakidhi vigezo vyote. Kwa lugha nyingine, huwezi kupata msaada wa uhakika kwenye ngazi ya kata ukaenda ukaambiwa hujakidhi vigezo ngazi ya halmashauri. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inaitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.